Haleluya. Amen. Naona mke akitolea ushuhuda mume wake. Siku ya leo nataka nikuulize, sijui kama mume wako, sijui kama mke wako anaweza akatoa ushuhuda na kusema ya kuwa mume wangu alikuwa mcha Mungu, mke wangu amekuwa mcha Mungu. Ukienda mbele za Bwana unaambia Jehova, naomba ukakumbuke, maana mume wangu mambo anayeyapitia kwa hakika amekuwa mcha wewe. Jina la Bwana litukuzwe. Nashukuru Mungu kwa sababu huyu mwanamke akaenda kwa mtumishi ambaye ni Elisha na kuweza kutoa ushuhuda. Hata wewe unajua alikuwa ni mcha Mungu. Haleluya. Amen. Maandiko yanaendelea kusemaje? Lakini aliyemwia fedha amekuja kuwatwaa wanangu wawili wawe watumwa wake. Haleluya. Maandiko yanasema alipoenda kwa mfalme ambaye ni mtumishi wa Mungu Elisha, kile ambacho alikuwa akitaka ni msaada, kwa sababu wakati ambapo mume wake alikuwa ako hai, alienda kwa mtu na akamsaidia na pesa, lakini ameweza kufa kama hajaweza kulipa deni, na yule mtu amekuja ili aweze kuchukua wana wangu wawili wa wavulana ili wakawe watumwa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Imagine hata yule mtu ambaye alikuwa amechukuliwa pesa hana huruma kwa kuja kwa mke mjane ambaye ameachwa na mume wake kuja kumchukulia watoto ili wakaweze kuwa watumwa. Haleluya. Leo nataka nikutangazie, kama wewe ni mcha Mungu, familia yako haitachukuliwa kupelekwa katika utumwa. Jina la Bwana litukuzwe. Kama wewe unamuogopa Mungu, kama wewe unamwamini Mungu, wewe hautakuwa mtumwa. Jamii yako haitakuwa watumwa, hautakuwa mtumwa pia na wewe, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Akapeleka kilio chake kwa mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Siku ya leo ninataka nikutabirie na nikwambie pia hata na wewe, peleka kilio chako kwa Jehova, maana hatakubali wewe kuwa mtumwa. Haleluya. Na ujua mtumwa ni wa njia nyingi. Magonjwa yanaweza yakakuandama ukawa mtumwa wa magonjwa. Jina la Bwana litukuzwe. Kila kuchao ni hospitali. Ukipata pesa zako ni hospitali. Nataka nikutabirie siku ya leo, wewe unayenisikia, hata hautakuwa mtumwa kama wewe umekuwa mcha Mungu. Lilia Jehova, muite Bwana, hatakubali ukawe mtumwa. Amen. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kuna watu wao wanateka advantage, especially wakati ambapo mume ameaga. Haleluya. Kwa sababu wanajua huyu mama anaweza kosa mtetezi. Jina la Bwana litukuzwe. Tumeona hata ndugu wakiinukia mama ama mke akiwa ameachwa, brothers wanainukia mama mjane ambaye ameachwa. Lakini nataka nikutangazie siku ya leo, mama mjane mume wake ni Mungu, mtetezi wake ni Mungu. Haleluya. Pia nawe nataka nikutabirie ati mtetezi wako ni Jehova. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtetezi wako ni nani? Mtetezi wako ni Mungu. Haleluya. Amen. Maandiko yanaendelea kusemaje? Elisha akamuuliza, sasa nikusaidieje? Haleluya. Amen. Elisha akauliza huyu mama, mimi nataka nikusaidie na nini? Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Akamuuliza, nikusaidie aje? Ungependa nikusaidie na nini? Jina la Bwana litukuzwe. Mimi mwingine angesema, nimekuja ili unisaidie pesa ambazo mume wangu aliweza kuacha deni ili niende nikalipe. Haleluya. Ningependa unisaidie deni, unisaidie pesa ili nikalipe deni langu. Haleluya. Amen. Elisha, yule mama akasema aje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Haleluya. Elisha akaendelea kumwambia, mimi sina pesa ya kukupea, lakini hebu niambie ni nini ambacho uko nacho kwako nyumbani.
Haleluya. Leo Jehova anauliza ni nini ambacho uko nacho kwa roho yako? Ni nini ambacho umeweka kwa roho yako? Jina la Bwana litukuzwe. Kile ndio ambacho Bwana anatafuta ndani mwako. Jina la Bwana litukuzwe. Akamuuliza kwako kwa nyumba, ni nini ambacho? Haleluya. Ni nini ambacho uko nacho? Haleluya. Uliza jirani, ni nini ambacho uko nacho kwa roho yako, kwa sababu hicho ndio Jehova ambacho anakitafuta. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ukiwa mtu wa kawaida ungeongojea Elisha arudi kwa mfuko aweze kutoa donge nono, aweze kupatia yule mama aende akalipe deni. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini mahali ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa akiona mbali sana, kwa sababu alikuwa anajua huyu mama si fedha za kulipa deni peke yake anahitaji. Haleluya. Pia na hata wewe hauhitaji pesa za kulipa deni peke yake. Jina la Bwana litukuzwe. Hauhitaji pesa za kulipa karo ya shule peke yake. Hauhitaji pesa ya kulipa nyumba peke yake. Haleluya. Jehova anapokutazama, anatazama, anaona mahitaji yako na anataka akumalizie mahitaji yako yote. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu mimi nikikusaidia, nitakusaidia na mahitaji ya siku hiyo. Hata wewe ukinisaidia, utanisaidia kwa mahitaji ya siku hiyo. Na hata haitaisha. Ni kunimalizia deni ambayo ninakimbizwa naye, deni ambayo kuna watu wananikimbiza. Hiyo tu. Bwana asifiwe sana. Na iende ikawa hautanipea, utaniambia nimekukopesha. Wakati utakapopata unirejeshe. Haleluya. Wakati utakapopata unirejeshe. Lakini wakati ambapo Jehova anapokubariki, yeye hata kudai. Haleluya. Na ndipoza akauliza yule mwanamke, akauliza yule mama mjane, una nini kwa nyumba yako? Haleluya. Leo Jehova anauliza tuko na nini ndani ya roho zetu? Ni nini ambacho tuko nacho? Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Yule mama akasema aje? Mama huyo mjane akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Haleluya. Huyu mama alipokuwa akitazama, hakuona ndani ya ile nyumba kitu ambacho kinaweza kikumsaidia. Anaambia mtumishi wa Mungu, kile ambacho niko nacho ni chupa ndogo tu. Haleluya. Leo nimekuja kukuambia kile kitu ambacho umekuwa ukikidunisha kinaweza kuwa ni cha baraka kwako. Kinaweza kuwa ndio kile kitu ambacho Jehova atatumia ili maisha yako yakabadilike. Kwa sababu yule mama anaambia yule mtumishi wa Mungu, mimi nina chupa tu kidogo. Haleluya. Ni chupa tu kidogo. Jina la Bwana litukuzwe. Siku ya leo Jehova anataka imani ndogo. Anataka tu hiyo imani ndogo ili aweze kuifanyisha kazi katika jina la Yesu. Kupitia ile imani, mambo ambayo yalikuwa yamekukumba, misingi ambayo ilikuwa imesimamishwa juu yako, Jehova aweze kuibomoa. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna misingi ambaye Bwana anaenda kuibomoa katika maisha yako. Kile ambacho anahitaji ni hiyo imani. Haleluya. Kile ambacho anahitaji ni hicho tu kidogo ambao umeshikilia. Bwana asifiwe sana. Akamwambia niko na ka container kadogo tu. Haleluya. Haleluya. Niko tu na ka container kadogo tu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu tuone kama haka ka container kalisaidia huyu mama. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha tuone kama kalimsaidia ili niweze kukutabiria na kukuambia. Unaona haka umekuwa ukidunisha. Haleluya. Unaona yule mtu ambaye umekuwa ukidunisha, huyo ndio Mungu atamtumia. Haleluya. Kile ambacho umekuwa ukikiona kana kwamba hakiwezi kikabadilisha maisha yako, leo nataka nikutabirie ati Jehova atatumia hicho kitu utakapoinua imani. Bwana asifiwe sana. Yule mama hakusema hana kitu, alisema ako na ka container, niko na mkebe.
Bwana asifiwe. Niko na mkebe kama vile ambavyo tunatumianga mikebe inaisha maybe mafuta. Kwa hivyo hauonekani kana kwamba ni kitu. By the way, hata huwa tunazikusanya na kuziweka kwa dustbin. Hallelujah. Amen. Kuna watu walikurusha kwa dustbin, na wewe utakuwa baraka kwao. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna watu walikuchukua na wakakuweka kwa dustbin. Leo nimekuja kukutangazia, leo nimekuja kukutabiria. Hallelujah. Jehova atakutoa kwa dustbin. Hallelujah. Walio na wewe si kitu, Jehova anakuja kukuokota kwa dustbin na akuoshe na uwe baraka kwa wale watu. Hallelujah. Uwe daraja ya hawa watu, uwe daraja ya jamii yenu, uwe daraja ya society yote. Amen. Hallelujah. Amen. Waliona wewe si kitu na hata wakuangi na hesabu yako. Leo niko na ujumbe wako. Hebu tuone kama huu mkebe uliweza kusaidia huyu mama mjane. Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako uwazime vyombo vitupu vingi kadiri utakavyopata. Hallelujah. Elisha akamtazama akamwambia, hata ile ambayo umesema ni moja huko naye haitoshi. Nimekupea kazi, zunguka kwa majirani, tafuta container zingine uje nazo kwako. Hallelujah. Zile ambazo majirani wamezitupa, zile ambazo hazina kazi, nimekuambia uende ukusanye yote kwa majirani, kisha uilete katika nyumba yako. Jina la Bwana litukuzwe. Container ambazo hazikuwa na kazi zikawa na kazi. Jina la Bwana litukuzwe. Container ambazo zilikuwa zimetupwa zikawa za maana. Leo nataka nikutangazie wewe ambao umetupwa, Jehova anaenda kukufanya kuwa mtu wa maana. Wewe ambao ulikuwa unadhani hakuna mahali unaweza ukafika, watu wamesema umeisha, watu wamesema hautasimama tena, ninakutangazia kuna kusimama tena, kwa sababu Jehova atatuma malaika waje wakutafute. Mahali ulipotupwa, Jehova anaenda kutuma malaika waje wakutafute na ufanyika kuwa kitu katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu wamepewa vipawa vya kudunisha wale watu wengine. Hallelujah. Mpaka unajikosea maana ya kuishi katika maisha haya. Hallelujah. Lakini siku ya leo niko na ujumbe wako ambaye Bwana amenituma nao siku ya leo. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaambia yule mama mjane, nenda kwa majirani, zunguka kwa majirani, tafuta ile mikebe ambayo haina maana, tafuta ile mikebe ambayo imetupwa, kisha baadaye uje naye kwa nyumba kwako. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Maandiko yanaendelea kusema aje? Kisha uende wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba na muanze kujaza mafuta. Kila chombo mnachojaza kiwekeni kando. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema mtakapochukua ile mikebe muje naye kwa nyumba, kisha baadaye mjifungie kwa nyumba yenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kujifungia kwa nyumba si mulie. Hallelujah. Amen. Si muanze kuulizana maswali. Mtakapojifungia kwa nyumba, mikebe ambayo mmekusanya yote, muanze kuimiminia mafuta. Swali yangu ilikuwa ni hii: mifereji ya mafuta ilitoka wapi? Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu kwa nyumba kile kinaweza kuwa kiko huko ni tapu ya maji. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ni ishara ya kuwa Mungu anaweza kuweka kitu hakuna, kitu ambacho hatuoni na macho yetu. Jehova anaweza akakiweka. Kile ambacho kinaonekana ni mlima kwetu, si mlima mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pipe ya mafuta ilitoka wapi Bwana Chema? Jina la Bwana litukuzwe. Lakini anamwambia through imani, na nashukuru huyu mama kwa sababu alikuwa ni mama mwenye imani, kwa sababu angeanza kumuuliza pipe ya mafuta itatoka wapi? Na kwangu hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kile kinachonifurahisha, mama mjane alikuwa naamini mtumishi wa Mungu Elisha na kuweza kufuata instruction ambazo amepewa. Hallelujah.
Shida yetu ni kuto kufuata maagizo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Shida yetu ni kuanza kuuliza Mungu maswali badala ya kuongojea maagizo ambayo Mungu ametupa tuweze kufuata maagizo, ni kuuliza maswali. Kwa sababu maybe ungeuliza pipe itatoka wapi, mafuta itamiminiwa kutoka wapi, lakini aliambiwa nenda utafute, kisha wewe na vijana wako mjifungie kwa nyumba na muanze kumimina mafuta, na ile container inayojaa unaiweka kando, kwa sababu hiyo nimemalizana naye. Jina la Bwana litukuzwe. Leo nataka nikutangazie, Jehova anaenda kuchukua shida zako na kuziweka kando. Haleluya. Anaenda kuchukua matatizo yako na kuiweka kando. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haijalishi atakuja akipitia njia gani. Kwa sababu hata kama niwe ungejiuliza, na by the way, nimeambiwa niende nimimine mafuta. Haleluya. Amen. Ukienda na gari imekubeba unaenda kwa petrol station, wewe unajua chini kuna drum ambayo mafuta imemiminiwa. So mashini inachukuliwa kwa gari na kufinywa on. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukienda kwa mafuta taa the same. Na hije na hije. Unajua wakati mwingine ni kutokuwa tunakoanga kuamini ni nani tunaye muabudu, ni nani tunaye muamini, ni nani tunaye tumaini. Si jambo rahisi, my brothers and sisters, kuambiwa ujifungie kwa nyumba na urudi uokote containers zote mpaka kwa majirani kisha umimine. Nitaanzia wapi? Kitu ya kumiminia iko wapi? Lakini through faith, kupitia imani. Haleluya. Amen. Akaenda na kujifungia ndani ya nyumba na wanawe na kuanza kumimina mafuta ndani ya vyombo vilivyojaa vyote. Akamwambia mwanawe mmojawapo, niletee chombo kingine. Mwanawe akamjibu, vyote vimejaa. Haleluya. Hata alipokuwa akianza kumimina, baada ya kumimina anaweka kando, akimimina anaweka kando, ikijaa anaiweka kando. Zile chupa ambazo zilikuwa zimekusanywa hadi kwa majirani zote zikajaa mafuta. Jina la Bwana litukuzwe. Yule mama akaambia kijana wake, niletee ile ingine ambayo imebaki. Kijana akaambia, mama, zimeisha. Haleluya. Lakini nafurahishwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu baada ya yule kijana kuambia mama yake chupa zimeisha, mafuta yakasimama. Leo nataka nikutangazie na nikutabirie ya kuwa mdomo wako una nguvu. Haleluya. Yeyote utakayoyasema Jehova ataweza kuitekeleza. Baada ya kusema imeisha, mafuta ikafika mwisho. Haleluya. Amen. Siku ya leo kinywa chako kina uwezo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kina uwezo. Haleluya. Amen. Kina uwezo wa kubadilisha maisha yako ama ya kumaliza maisha yako. Kauli ni kwangu na kwako. Utatumia kinywa chako namna gani? Nataka uone vile ambavyo Mungu ni mwaminifu. Aliweza kujua mafuta ambaye imemiminwa sitakubali iweze kupotea. Na nikaona Mungu hawezi akapoteza resources zake tu hivyo bure. Hawezi akakubali. Hawezi akakubali. Na wakati ambapo aliona vyombo vimejaa, akafunga hiyo mfereji. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hawezi akakubali. Watu ambao huwa wanapoteza resources zao ovyo ni sisi. Tunapoteza nguvu zetu ovyo ni sisi. Lakini Mungu hawezi akakubali hata dakika moja. Hawezi akakubali. Bwana asifiwe sana. Amen. So container ambazo zilikuwa zimekusanywa zilipo
mafuta ikaacha kutoka. Maandiko inasema aje? Akarudi kwa mtu wa Mungu na kumwelezea habari hiyo, naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze haya mafuta na kulipa madeni yako. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maandiko yanasema ilipojaa. Hebu angalia huyu mama vile ambavyo alikuwa ni mtu ambaye anafuata maagizo. Kama ni mwingine angeambia watoto wake, sijui kutaendaje, chukua mitungi 10 ufiche, kisha baadaye twende kwa mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa sababu hatujui kama atachukua yote. So tujifichie ya kesho, kisha baadaye twende kwake. Lakini maandiko yanasema hakuguza kitu. Alienda kwa mwelekezi wake ambaye ni mtumishi wa Mungu Elisha, akamwambia mitungi imejaa, vyombo vimejaa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Maandiko yanasema mtumishi wa Mungu akaambia yule mama, kile utakachokifanya, chukua haya mafuta ambayo umemimina kwa mitungi, kisha baadaye nenda ukaiuze, na baada ya kuuza, hata sitaki taifa. Sitaki uniletee kitu chochote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki uniletee kitu chochote. Baada ya kuuza, nenda ukalipe yule mtu ambaye alikuwa amekuja kwako kuchukua watoto wako akawafanye kuwa watumwa. Amen. Haleluya. Hivyo ni kumaanisha Jehova hakupei kitu cha kukutoshea kulipa madeni peke yake. Haleluya. Hata kupea kazi ambaye ni ya kujinufaisha tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Akamwambia, nenda uuze yale mafuta, na baada ya kuuza, yule mtu ambaye amekusumbua, huyu mtu ambaye mume wako alikuwa na deni yake, umlipe. Haleluya. Amen. Kuna watu ambaye Mungu anaenda kumimina mafuta wakauze waweze kulipa madeni zao. Amen. Haleluya. Sijui ni deni gani ambayo uko naye, lakini nataka nikutabirie kila aina yote ya deni ambayo watu wanakukimbiza usiku na mchana, wanakosa amani. Nataka nikutabirie siku ya leo, Jehova atatuma malaika waweze kumiminia vyombo vyako mafuta, na kisha baadaye akuambie, baada ya kuuza mafuta, nenda ukalipe madeni yako yote. Amen. Haleluya. Kama vile ambavyo Jehova alitulipia deni pale katika msalaba. Amen. Hatuna deni pia, na hata wewe Bwana anakutumia malaika wakupe mwelekeo. Ombi langu ni ukubali kufuata maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Akamwambia, nenda uuze yale mafuta na uweze kulipa deni, na kisha mabaki si yangu, ni yako. Haleluya. Mama ambaye alikuwa na deni, njia zake zikafunguka. Mama ambaye alikuwa ameplaniwa kuja kuchukuliwa watoto wake wakawa watumwa, deni ikalipika. Siku ya leo nataka nikutabirie, kuna deni ambaye inaenda kulipika, kuna deni ambaye unaenda kuilipa. Haleluya. Hata haujui hiyo deni italipika namna gani, lakini Jehova anajua njia atakayetumia kulipa ile deni. Mama ambaye alikuwa analia, mama ambaye alikuwa na changamoto, alikuwa anashindwa, mume wangu wameenda, watoto wangu wachukuliwe, mimi ni wanani sasa? Na tunapofika mwisho huwa tunajiuliza, sisi ni wanani? Wewe uko na mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mwenyewe si bwana yako, si mume wako, si watoto wako, wewe ni wa Mungu. Haleluya. Na unapofika mahali pale, Jehova anakushughulikia. Natangaza siku ya leo, na Jehova akakushughulikie. Jehova akahakikishe madeni yote yamelipika. Amen. Aidha ni deni ya shule ikalipike, aidha ni deni ya nyumba ikalipike. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio unayejua ile deni ambayo imekusukuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Na natabiri hivyo nikiwa mtumishi wa Mungu kama Elisha.
utakapoamini maneno haya, kama vile ambavyo huyu mwanamke aliamini maneno ya mtumishi wa Mungu na ikatendeka, pia na hata wewe utakapoamini mtumishi wa Mungu na ukapokee in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanaendelea kusemaje? Ndipo wewe na wanao mtaishi kwa kutumia hayo yatakayobaki. Hallelujah. Ili wewe na wana wako mkaweze kutumia yale mengine ambayo yamebaki. Hivyo ni kumaanisha nimekuondolea aibu na nikaweka ndani mwako wimbo mpya. Amen. Nataka nikutabirie na nikuambie pia na hata wewe utaimba wimbo mpya. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe ambao umekuwa ukiomboleza, wewe ambao watu wamekuwa kikutafuta usiku na mchana, wewe ambao umeharibiwa jina ni kwa sababu ya madeni. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mungu ana njia nyingi za kutumia. Ombi langu ni hili: usiulize maswali nyingi, fuata mwelekeo, fuata maagizo. Bwana asifiwe sana. Amen. Vijana ambao walikuwa wameandamwa wakafanyike kuwa watumwa, deni ikalipika. Bwana asifiwe sana. Leo nataka nikutabirie na nikuambie, hata wakati hautakuwa hai, kama ulikuwa mwaminifu mbele za Mwenyezi Mungu, watoto wako hawatataabika. Amen. Jamii yako haitataabika. Amen. Kile uliacha hakitatumika kwa njia isiyofaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu watoto wako, watoto wa watoto wako watakuwa wakienda mbele za Mwenyezi Mungu. Kumbuka, baba yetu alikuwa mcha Mungu, tuomba ukatuondolee. Na hivyo hivyo tu, kama wewe ni mharibifu, the same way, hata ukiwa hauyuko, watoto wako wataendelea kuteseka. So ni vizuri tuwe watu ambao ni waaminifu mbele za Mwenyezi Mungu, watu ambao tunaweza tukatolewa ushuhuda mbele za Mwenyezi Mungu na wale watu tunaishi pamoja na hao. Na wacha nikwambie, si jambo rahisi. Unakuta ati mama anaenda kutolea mume wake ushuhuda ati huyu mzee alikuwa mcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaambiwa kile kimebaki kikusanya vizuri, na sasa kuanzia sasa ni chenyu si changu, na mwende mkajisaidie. Ujisaidie pamoja na watoto wako. Wow. Mstari wa 8. Siku moja Elisha alikwenda Shunemu, ambako alikaa mama mmoja tajiri. Mama huyu akamwalika Elisha kwa chakula. Na toka siku hiyo ikawa kawaida Elisha kula chakula kwake kila alipopitia huko. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha hiyo ni topic ya siku nyingine. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nataka nikwambie aje, hebu tumwamini Mungu. Hebu ni tumwamini Mungu na tuweze kujua ni nani tunayetumikia, kwa sababu yule tunayemtumikia si mwanadamu. Kama mafuta inaweza ikatoka pasipokuwa mfereji, hebu jiulize, ni nini hicho ambacho umejishikia? Ni nini hicho ambacho unasemanga ni changu? Ni nini hicho ambacho unasemanga Mungu alishindwa ambacho hawezi? Bwana asifiwe sana. Amen. Wacheni tuwe na imani, na kile ambacho tunataka Mungu atufanyie atatutendea. Kama mama mjane aliweza kulipa deni, pia hata wewe kile ambacho unaona kimekushinda kulipa, ukimwamini Mungu atatengeneza njia. Mwimbaji akaimba akasema, anatengeneza njia mahali ambapo hapana njia.
pia hata wewe utatengenezewa njia mahali umekuwa ukiona hapana njia. Amini neno la Mungu, wacha kuwa mtu wa kupuuza neno la Mungu. Amini mtumishi wake, amini maneno ambaye anayoyanena, na uone kana kwamba hayatatendeka. Ombi langu ni hili siku ya leo, Mungu akawalipie madeni yenu yote, apitie njia atakayoweza kuipitia, atakayeona inafaa, na madeni yenu na ikalipike. Haleluya! Na hautadaiwa tena, hautaaibika tena, hautaaibishwa tena katika jina la Yesu. Na kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, naomba siku ya leo wewe unayenisikiliza, ambaye wako katika mitandao, ambaye tuko mahali hapa ndani, kila mahali ambapo sauti hii inaponifikia, na deni yako na ikalipike katika jina la Yesu. Haleluya! Hautalia tena, hautadaiwa tena. Badala ya kudaiwa utasaidiana, badala ya kudaiwa utasaidiana, badala ya kudaiwa utasaidiana, badala ya kudaiwa utakuwa baraka kwa wengine. Kwa sababu yule ambaye anatengeneza njia amekutengenezea njia. Bwana wabariki, awaneemeshe, na neema ya Bwana izidi kuwa pamoja na nyinyi. Na ni ombi langu, kila aina yote ya deni ikalipike katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu wabariki sana.